Maneno haya ambayo nimeyasoma ni baadhi ya maneno ambayo yalitamkwa na kusimuliwa na wainjili wote katika juma hili takatifu, na maneno haya mara nyingi husomwa siku ya Ijumaa ile tunayoita Ijumaa Kuu. Na leo tunakutana na jina moja ambalo hatupendi sana kulitafakari, ni huyu mtu anayeitwa Baraba. Tunakutana na jina la Yesu, tunakutana na jina la Pilato, lakini zaidi tunakutana pia na jina la ajabu sana, huyu mtu anaitwa Baraba. Kwa kifupi, tunafahamu kwa nini Yesu alipelekwa kwa Pilato, kwa nini Yesu alishtakiwa. Shtaka kubwa la Yesu lilikuwa yeye anahubiri tofauti na kawaida. Kila jamii ina kawaida yake, na Yesu, moja ya kosa lake kubwa ni kuhubiri mafundisho tofauti na mafundisho ya hekalu. Na alipopelekwa katika mamlaka, tunaambiwa mamlaka zilipata shida sana, mpaka familia ya Pilato naye alipata shida, mke wake, kwa mashtaka aliyopelekewa kwa ajili ya Yesu. Kwa kifupi, kwa wale wanaofuatilia habari za watu wa kwenye Biblia watakubaliana nami kwamba sifa ya Baraba haikuwa sifa nzuri. Vitabu vinavyoelezea habari za Baraba zinamweleza kama mtu katili, mtu muuaji, mtu asiyefaa kabisa katika jamii, mtu ambaye alikuwa anatisha, mtu ambaye hakustahili kabisa kuwepo. Na ndiyo maana Baraba alitupwa gerezani na alikuwa amefungwa na ameshtakiwa kifo. Kwa bahati mbaya, wengi hatupendi kuchunguza sana habari kama za mtu kama Baraba. Lakini mtu yoyote aliyekuwa akilinganishwa na Baraba lilikuwa ni tusi la kumtenganisha kabisa na jamii, kwa sababu Baraba hakustahili. Tunaambiwa Yesu alikamatwa na Wayahudi, tena wenye hasira, na kama nilivyosema, yeye shtaka lake kubwa lilikuwa ni kuhubiri kinyume na mafundisho ya hekalu. Kwa kifupi, waliona kwamba huyu anakufuru. Tukumbushane kwamba katika kipindi hiki cha Yesu ni kipindi ambacho taifa la Israeli na Waisraeli waliokuwa na dini ya Kiyahudi walikuwa chini ya utawala wa Kirumi. Ndiyo maana tunakutana na majadiliano haya ya Pilato na Yesu, sababu yeye Pilato hakuwa Myahudi, lakini alikuwa kiongozi chini ya serikali ya Warumi, na alitaka kujiridhisha, kwa sababu katika swala la kisheria hakuona sana makosa ya Yesu. Na Yesu
Kosa mojawapo ni kwamba alijiita mfalme wa Yahudi, au walimuita mfalme wa Yahudi, na yeye alipokwenda Pilato kujihakikishia akasema, wewe wasema. Na hili lilimchanganya sana Pilato katika kuleta hukumu yake. Hawa wafungwa wawili, Yesu na Baraba, walikuwa chini ya ulinzi na walikuwa kwenye mamlaka ya Pilato. Pilato alikuwa na mamlaka kwa wote, lakini hasa kwa hao wawili, uhai wao ulitegemea zaidi maamuzi ya Pilato. Ninapomwona Pilato na ninapoona kazi zetu sisi wachungaji, wainjilisti, kuna nyakati ambazo tunahitaji kutoa maamuzi, lakini si maamuzi tu, maamuzi sahihi. Pilato katika hali ya kawaida alijua kwamba Yesu hakuwa na kosa, lakini kwa kutaka kuwafurahisha Wayahudi waliokuwa wamekuja kwake, aliyokuwa akiwatawala, Pilato alishindwa kuamua kesi ya Yesu. Wachungaji wenzangu, mara nyingi tuna makesi ambayo tunahitaji kusimama kwa sababu sisi ndio tuliowekwa ili kuiamua kesi ya kiroho. Lakini angalia, Pilato akatumia ujanja na akasema, hivi ninyi hamkumbuki ya kuwa wakati huu wa Pasaka kuna mhalifu mmoja huwa anafunguliwa? Sasa mnadhani nimfungulie yupi? Kwa sababu Pilato alijua hakuna atakayediriki kusema Baraba afunguliwe. Na ndio mambo ya kura haya. Si wakati wote wa kura kile kilicho cha Mungu ndicho kinachochaguliwa, si wakati wote. Hebu fikiri, watu waliokuwa wakiteswa na mtu anaitwa Baraba, mtu mkatili, ameua watu wengi, leo anapelekewa kupigiwa kura kati yake yeye na Yesu. Wanasema tufungulie Baraba, lakini Yesu afe. Ninajua mara nyingi sana hatutafakari juu ya Baraba. Hatutafakari juu ya Baraba. Afadhali hata Yuda watu wanasema msaliti, lakini Baraba hakuna anayegusa. Hebu fikiri jinsi ambavyo kesi zetu nyingi katika sharika, kesi za ndoa, mashauri mbalimbali ya kiuongozi, anafunguliwa Baraba, Yesu anauawa. Pilato kwa uoga wake, huu ni uoga, na wako wengi ni waoga, wako wengi wanatamani kupendwa, na katika uongozi ukitaka kupendwa, matokeo yake ndio haya. Unaweza ukamwacha Baraba ukamua Yesu. Tumfungulie nani? Nimfungulie nani? Wewe umfungulie nani, Yesu au Baraba? Na angalia katika habari hii, Shetani akaushika ufahamu wa wale watu, na wote wakapiga kelele, mfungulie Baraba. Tuko tayari kuishi na Baraba, hatuko tayari kuishi na huyu Yesu. Mfungulie Baraba.
na watu wanaona maisha yanaendelea kama kawaida. Baraba yupo na alishangiliwa sana Pilato kwa uamuzi huu. Akasema huyu ndio kiongozi. Kama ndio usharikani wangesema huyu ndio mchungaji, huyu bwana tuachie, huyu ndio mchungaji, huyu ameturuhusu Baraba atoke ila Yesu afe. Huyu ndio mchungaji, huyu ndio mwinjilisti, kiongozi huyu ndio parishweka. Lakini kumbe yeye huyu amehakikisha Yesu anakufa, lakini Baraba anafunguliwa. Lakini katika kila jambo Mungu anakuwa na kusudi lake. Hivi umewahi kujiuliza, wakati ule watu wanapiga kelele, mfungulie Baraba, mfungulie, yani kura ya Baraba ilipokuwa ikipigwa, kwa sababu vitabu vya ziada vinasema kesi pale ilipokuwa ikiunguruma, Pilato na Yesu na lile kundi la Wayahudi haikuwa mbali na gereza. Baraba alipokuwa akisikia, alijua sasa ndio tayari kipindi changu cha kunyongwa tayari. Alafu baadaye anashtukia maaskari wanakuja, wanafungua lile lango, wanamuita Baraba, wanakata ile minyororo, maana alifungwa na minyororo huyu mfungwa mkorofi, jambazi mkubwa. Halafu Baraba anaambiwa uko huru, na anageuka na anamuona Yesu akiwa amefungwa minyororo. Sijui Baraba alijiulizaje. Baraba huyu aliyekuwa wa kwanza kuwa mbadala wa kifo, yani Yesu alikuwa mbadala wa kifo cha Baraba. Baraba alikuwa wa kwanza kuenjoy, yani badala yeye Baraba kufa, anakufa Yesu. Wale wacheza mpira na wafuatiliaji wa mpira, hii ilikuwa ni substitution, ni sabu nzuri. Yani badala ya wewe kufa, ana sabu, anaingia gerezani, wewe unatoka. Ingekuwa vijana wanasema mzinga wa sabu, yani huyu kocha ametuletea mtu kweli kweli. Hapo ndipo Yesu alipoanza kubeba dhambi za watu, na akaanza na dhambi ya Baraba. Vitabu vya nyongeza na hasa vya kanisa la kwanza vinasema Baraba hakuishia tu hivyo. Baraba aliendelea kufikiria, hivi ni nani yule aliyefanya mimi nitoke bila kuulizwa? Ni nani? Yani Baraba hakuishia tu kutoka milango ya gereza, bali aliendelea kutafakari, huyu aliyenifanya mimi nitoke, yeye akawekwa huko gerezani, ni nani? Hakuacha tu kama wengi ambavyo tunaacha miaka na miaka, tuna Kwaresma mpaka tumezizoea Kwaresma, kama ambavyo tunazoea maisha ya kila siku, kama tunavyozoea kwamba asubuhi nikiamka nitakwenda bathroom, nitasafisha meno kwa mswaki. Yani Ukristo unakuwa wa mazoea. Hatuna nafasi ya kutafakari, hivi huyu ni nani ambaye tunaambiwa amekufa kwa dhambi zetu? Ni nani huyu? Hatuwezi kuendelea kuzoea. Huyu ni nani ambaye kila wakati anatuita tushiriki mwili na damu yake? Ni nani huyu? Baraba
atufundishe hata leo. Hakutoka tu. Kuna mtu alisababisha Baraba atoke gerezani. Huyu si mwingine, ni Yesu, anayesababisha mimi na wewe tuwe na heshima hata tukaitwa Wakristo, na zaidi ya Wakristo, watumishi ndani ya kanisa, watumishi ndani ya taasisi za kanisa. Huyu ni Yesu. Huyu ni Yesu. Haijalishi tulikuwa na maisha ya jinsi gani, maisha yaliyokuwa yanapata tafsiri gani, lakini sasa tuko nje ya gereza. Sisi ndio wakina Baraba. Haijalishi tulikuwa na majina gani, lakini sasa kwa kifo cha Yesu pale msalabani, sisi tumepona. Sisi ni watoto wake. Ndugu zangu, nilikuwa ninamfikiria sana Pilato na sisi mapilato wa sasa katika kuchagua. Maisha ya siku hizi tuna uchaguzi. Tuna uchaguzi. Ni maisha ya uchaguzi tangu siku ya kwanza mpaka siku ya mwisho ya maisha yetu. Utachagua kupumzika, utachagua kufanya kazi. Utachagua rafiki, utachagua adui. Kama kuna kosa aliolifanya au waliolifanya wale walioulizwa swali hili, tumfungulie nani, Yesu au Baraba? Ni kosa la multiple choice. Kuna mtaalamu mmoja wa mitihani anasema pale mitihani ilipoanza kuwa ni ya uchaguzi ndipo ilipoanza kuwa migumu sana. Mitihani yote ya multiple choice usifikiri ni rahisi. Na zamani haikuwepo. Waulize wakina mama Mchungaji Mwanjota, Dr. Mwanjota, hakukuwa na multiple choice. Ilipoanza multiple choice wasema rahisi, A, B, C, A. Au waulize watu waliopata wachumba wengi alafu anaamua sio nimchague yupi kati ya huyo. Ni mbaya. Multiple choice ni ngumu kuliko unavyofikiri. Tena hawa multiple choice yao ilikuwa A na B, Yesu au Baraba. Hakukuwa na watatu, lakini walifeli mtihani. Leo au maisha yetu ya sasa hivi tuna multiple choice nyingi sana. Tunaambiwa tuchague dhambi au utakatifu. Multiple choice hiyo ngumu na watu wanafeli sana. Hata jirani yako aliyo kushoto au kulia, hiyo amefeli. Dhambi au utakatifu. Kifo au uzima. Nuru au giza. Wema au ubaya. Umoja au kutengana. Amani au fujo. Angalia katika mataifa ya sasa hivi jinsi watu wanavyofeli mtihani huu. Kuna watu wanataka fujo tu, fujo tu. Na tena kama hamna fujo hajisikii raha. Ni fujo tu, yani hajisikii kabisa. Hata waulize hawa vijana hata kwenye kwaya zao mle, yani kwaya ina amani tu, lazima kuwe na kafujo, lazima kawepo. Kawepo ndio wanajisikia raha. Multiple choice hizi, Mungu atusaidie kumchagua yeye. Na tena katika mambo ya imani yanahitaji msimamo. Kama Pilato alikuwa na msimamo, angekuwa na msimamo, Yesu asingepelekwa gerezani. Walio wengi tumeshindwa kusimama katika imani yetu. Ndugu zangu, leo tunapokaribia meza takatifu, tunaposhiriki mwili na damu
hivi vitu viwili vitufumbue macho, lakini hivi vitu viwili vitupe uwezo wa kufikiri, wa kuwa na uchaguzi mzuri: Yesu au Baraba. Ni lazima tuwe na uchaguzi mzuri. Mwili na damu vitupe ujasiri wa kusimama imara katika imani, na hasa sisi tulio watumishi tusimame imara, hata kama wengi watakuwa kinyume chetu. Manake wakati ule ukisikia hata katika film Yesu au Baraba, nani tumfungulie? Baraba alishinda kwa sababu alipata kura nyingi. Lakini katika swala la imani halijalishi kura, inajalisha kile unachokiamini wewe: Yesu au Baraba. Leo tunaposhiriki mwili na damu, hakikisha unamtangazia Yesu kwamba mimi ni wako, mimi sitoki kwako tena, mimi ni mtumishi wako. Na unamwambia shetani kwa heri, mimi ni mtumishi wa Yesu. Ndio uchaguzi ambao tunahitaji kuchagua, Yesu na sio Baraba. Mungu alibariki neno lake. Amen.